mana sipati jawabu. Bora nifunge sabu. Karibu. Asante. Shaka bibi mama. Karibu jamani. Asante, nimeshakaribia. Vipi, mbona na mabegi, maana umenishtua? Nimeamua kusikiliza. Kwa hiyo nitafanya chochote utakachoniambia. Unasema kweli Zainab? Kuhusu Dazo? Ndiyo, nipo tayari. Shoga yangu umenifurahisha sana. Yaani leo umefanya maamuzi mazuri sana. Yaani amenifurahisha vibaya mno. Ngoja kwanza nimpigie Dazo. Wecha usiku. Sasa hivi? Ngoma bila kuchelewa shoga yangu. Alo Dazo. Mimi kila kitu nimeshamaliza Dazo. Na Zainab mwenyewe tunavyoongea hapa iko hapa nyumbani kwangu. Yaani hapa tunakusikilizia wewe. Sawa basi, sawa. Amesemaje? Kasema anakuja. Baada ya safari muda mrefu, hatimaye tumemaliza sasa. Wewe acha tu tajiri yangu. Alikuwa jambo dogo, ukizingatia na yule alikuwa mke wa mtu. Tumefanya michezo ya hatari sana tajiri. Cha usiku, fanya maandalizi. Mimi nakuamini hili swala. Usijali tajiri yangu, hilo limeisha kabisa. Kuna kikubwa zaidi ya hicho nilichokupa. Fanya maandalizi. Tajiri. Hapo ndo ninapokupendea. Nakuaminia cha usiku. Usijali shemeji yangu, basi moja nini? Haya sawa. Kwa sasa hivi hata nikirudi nyumbani sionekani. Ina maana hujasikia kati mimi naingia ndani. Wewe vipi, kwani tuna ugomvi? Tuna ugomvi? Kwa hiyo umeamua kuchana mkeka? Kivipi? Kwa hiyo umeshanichoka mimi msela, umechoka kula ugali dagaa hapa ndani. Naona sasa hivi unataka tubato na majangili, si ndio? Kwa mbona unaongea nini? Mbona mimi sikuelewi Kidi? Hauwezi kunielewa. Na unamuelewa zaidi yule ambaye ulikuwa umesimama naye pale. Yaani wewe bwana, mambo yako. Hebu acha kupiga ramli. Mwenzako yule pale shemeji yangu pale alikuwa ananipa tu maagizo ya Zainab. Zainab anaishu gani na ule mdosi? Mchumba wake. Na tena anataka kumuoa kabisa. Kitu. Ama kweli utumbo. Yaani hata mwanetu hatujamsahau, yaani hata kumbukumbu hazijaisha. Kweli mapenzi shikamoo. Malaba. Kuna kitu unakitafuta? Kuna kitu unakitafuta? Endelea shoti.
Mariam. Mambo? Poa, mambo. Kama mgambo kasoro kirungu. Aya, vipi bi mkubwa, anaendeleaje? Kusema ukweli hali ya mama bado. Vipi kuhusu Zainab? Zainab ameamua kuondoka nyumbani. Ameondoka? Anaondokaje? Pengine uvumilivu wake ulikuwa umefika mwisho. Pia mimi nahisi ameenda kuangalia mustakabali mwingine wa maisha yake. Mariam, mimi nikwambie tu ukweli. Nazungumza ukweli kutoka moyoni. Binadamu tunakosa subira. Isn't it? Kweli binadamu tunakosa subira ya kusubiri sehemu mambo yakae sawa. Isn't it? Bado ameshindwa kumwangalia bi mkubwa hali yake. Isn't it? Bado pia ameshindwa kuangalia hali pale nyumbani. Na ananichanganya mimi. Nachoka mimi, mtoto wa Mwandambo. Nachoka. Usichoki. Alikuwa anamuita mama kwa sababu ya kaka Ibrahim, lakini sasa hivi kakaangu hayupo tena. Hapo kuna kitu naanza kukidot. Kuna kitu naanza kuget. Kuna kitu naanza kugain. Wewe tena. I swear. Nikwambie, kuna nyimbo ya Kikongo inaitwa Kasongo mwana mama mobali nanga. Kasongo mwana mama obali nanga omwana yayo. Hiyo nyimbo Kasongo manake ni kamdudu kako ndani. Hapo mpaka Zainab ametoka pale nyumbani, kuna vishawishi, na mimi nitamtafuta nijue nini kichomfanya aondoke pale nyumbani. Uko na mimi msomi, wewe ubishi wako ndo utapotea. Uko na mimi msomi, wanifungilie msomi. Wasomi sisi, serikali inatutegemea. Mamangu yuko mwenyewe tu. Na mimi nitaenda kumpa. Shoga yangu Zainab, nimeongea na Dazo leo. Anataka kukuoa. Na kasema swala lote la ndoa yeye sio shida zake, na uchague mahali yoyote unaohitaji wewe. Yeye analipa. Na swala lako la kuhusu wazazi nishamwambia kuwa wewe una wazazi. Kwa kasema mahali yako atakupa wewe mwenyewe. Wala sio shida. Cha usiku. Mbona ghafla sana? Kumbuka, sijepewa talaka na wala sija kaida. Na kisheria mimi ni bado ni mke wa mtu. Talaka ya nani? Eda ya nani? Utachagua mwenyewe. Maisha ama kuendelea kusubiri hicho kivuli chako. Kisha chagua, utakuja kuniambia nipo hapa. Una matatizo gani? Nimeota ndoto mbaya. Ibrahim uko kwenye mateso makali sana. Au Ibrahim uko hai? Mbona cha usiku aliniambia alipotea takriban miaka 2 sasa. Hiyo itakuwa ni ndoto tu. Ni kweli. Na mimi sidhani kama atakuwa yuko hai. Hata kama akipatikana sidhani. Ni ngumu sana. Hebu pumzika. Usiku sasa hivi. Hiyo itakuwa ni ndoto tu. Usiku pumzika. Zainabu, kiukweli nimefurahi sana tena sana. Yaani nimefurahi sana. Na
hii bahasha yako hii, na kuna makubwa anakuja zaidi ya hiyo bahasha. Kikubwa zaidi ni ndoa iwe haraka sana, na cha usiku nitampa maagizo mengine atakuletea. Naomba nitie cha usiku. Sawa. Sawa. Basi mimi naenda. Sawa. Zainabu ni wako, Zainabu. Umegeuka kinyonga au sio? Usiku unavaa nyeusi, mchana unavaa nyeupe. Kuna maana gani? Mbona sikuelewi? Hauwezi kunielewa kwa sababu hata somo la usaliti halihitaji ada wala darasa ili mtu apate kuwa msaliti. Lakini ipo siku moja kila ambacho mnakifanya nyinyi kuhisi ni siri kitakuwa hadharani na kila mtu atajua, na mtabaki mnajibu moja tu kwenye kichwa chenu: mzike ama msafirishe. Haujaipenda hiyo? Mwali wangu we, umejiona lakini ulivodamshi umependeza shoga yangu, unawaka, mtu mwenye bahati zako mjini Sasa ulikuwa unaogopa nini na wewe? Olewa na Daso. Mimi. Umeona sasa shoga yangu vodamshi? Umeiona hiyo mijitu huko nje? Hayo ndio mambo shoga yangu. Unaenda kuishi maisha ya ndoto zako shoga yangu. Zainabu we, tabasamu basi kidogo na wewe bi harusi. Ujione ipambe. Cha usiku bwana, acha mambo yako. Sio niache mambo yangu shoga yangu. Kuolewa bahati, ndoa ya pili. Wifi yako yule Mariam hana hata moja. Tusiongelee mbali shoga yangu. Mimi tu shoga yako, sina ndoa hata moja. Uone kama una bahati shoga yangu. Kama nakuona kwenye kile kigari upande wa kushoto sijui upande wa kulia shoga yangu, una bendi tunamna hii. Acha wewe bi harusi wangu. Cha usiku nimeweza mie. Majirani waongee vingine. Jamani majirani vigelegele. Bi harusi wangu huyo. Umedamshi shoga yangu hadi nakuonea wivu.